Karibu sana mtazamaji wa Ajira TV katika mahojiano yetu haya ambayo yanaendelea, na ni mahojiano maalum yanayokutanisha na viongozi mbalimbali kutoka ofisi ya Rais, Sekretarieti ya Ajira katika utumishi wa umma, ambao wao wanakuwa na majukumu ya kuzungumza baadhi ya mambo ambayo huenda yakawa yanakutatiza hapo ulipo. Umekuwa ukijiuliza maswali mengi bila majibu, basi hii ni sehemu mahsusi kabisa kwako wewe kuweza kupata majibu ya hiko ambacho kimekuwa kikikutatiza mara kadhaa. Basi leo hii hapa tutakuwa na Bi Dorothy Ndabi ambaye ni katibu msaidizi idara ya udhibiti wa ubora sehemu ya uhakiki ndani ya ofisi hii ya Rais, Sekretarieti ya Ajira katika utumishi wa umma. Tutakwenda kufahamu mengi sana ikiwemo majukumu ya idara hii na vitu vingine vingi ambavyo tutakwenda kuvifahamu. Mimi naitwa Nasir Kitwana, ni afisa habari. Moja kwa moja tutakuwa hapa sote katika mazungumzo haya mpaka tamati kabisa. Karibu sana kiongozi. Asante sana. Watazamaji wetu leo wa Ajira TV watakuwa na fursa nzuri bila shaka kuweza kufahamu mambo mbalimbali hapa. Basi moja kwa moja nimeshakutambulisha, tuanze na kutuelezea kwa kifupi sana idara hii ya udhibiti wa ubora ndani ya Sekretarieti ya Ajira katika utumishi wa umma ina majukumu yapi hasa? Asante sana bwana mtangazaji. Kama ambavyo umesema, Sekretarieti ya Ajira jukumu lake la msingi ni kuendesha michakato ya ajira kwa niaba ya waajiri mbalimbali. Na katika Sekretarieti ya Ajira kuna idara mbili kuu ambazo zinahusika na hii michakato ya ajira. Moja ya hizi idara kuu mbili ni ya idara ya udhibiti wa ubora. Kama ambavyo tunafahamu, serikali inahitaji kupata rasilimali watu ambayo ni bora ili waweze kuanza kutoa huduma bora kwa wananchi. Hivyo ni jukumu letu sisi kuhakikisha kwamba tunapata watu wenye vigezo na sifa stahiki zinazohitajika katika utumishi wa umma. Idara ya udhibiti wa ubora ina sehemu kuu mbili. Sehemu ya kwanza inaitwa sehemu ya uhakiki ambayo kiongozi wake ni mimi, lakini sehemu ya pili ni sehemu ya mitihani au maswali ya usaili ambayo huwa yanatumika katika sehemu ya usaili wakati wa usaili. Katika sehemu ya uhakiki, ni kwa nini tunafanya uhakiki? Kwanza kabisa tunafanya uhakiki ili kuthibitisha uhalisia wa zile nyaraka ambazo msailiwa ambaye aliomba kazi, kuhakikisha kwamba ni za kwake na zimekidhi vigezo na matakwa ya kazi husika aliyoiomba. Kwa hiyo tunathibitisha au tunataka kuthibitisha zile nyaraka alizotuma, kwa maana labda vyeti vya form 4, form 6, vyeti vya taaluma, vyeti vya shule ni vya kwake na kweli ni vina uhalisia ule ambao unatarajiwa. Maana siku hizi pia kuna wimbi kubwa la kugushi vyeti, au tunaweza tukamfanyia mtu ambaye hastahili au hana vigezo stahili vinavyotakiwa katika kazi husika aliyoiomba. Uhakiki pia unafanyika kwa lengo la kujiridhisha kama mwombaji ana vigezo tarajiwa kama ambavyo nimesema, lakini kwa kuzingatia sera, sheria, kanuni na taratibu zinazosimamia masuala mbalimbali ya ajira katika utumishi wa umma. Na katika kudhibiti ubora na kwenye uhakiki kuna wadau mbalimbali ambao huwa tunashirikiana nao katika kufanya uhakiki. Kuna waajiri, waomba kazi wenyewe, taasisi za elimu, vyuo vikuu, vyuo vya kati, taasisi mbalimbali kama NECTA, NACTIVATE, TCU, RITA, bodi za kitaalamu kama NBAA, ERB, mabaraza ya afya kwa ajili ya kada za afya kama mabaraza ya wafamasia, mabaraza ya madaktari, mabaraza ya wauguzi na wakunga, na vyombo vya ulinzi na usalama. Hilo ni jukumu kubwa ambalo pia idara hii ya udhibiti wa ubora inayo. Idara hii, hilo ni jukumu la sehemu ya uhakiki, na umesema hapo awali sehemu ya uhakiki, lakini kuna sehemu ya maswali ya usaili. Sasa tutaki kulizungumza hili kwa undani, lakini tunataka tu kidogo tupate kutoka kwako
na Watanzania vile vile wafahamu kwamba namna gani ambavyo idara ya udhibiti wa ubora imekuwa ikihakikisha inazingatia ubora hasa katika masuala haya ya maswali ya usaili, na ulinzi wake vile vile ukoje hasa unafanywaje na idara hii ya udhibiti wa ubora? Sehemu nyingine kama nilivyosema ya idara ya udhibiti wa ubora ni sehemu ya maswali ya usaili. Na maswali haya ya usaili tunayapata kulingana na aina za kada ambazo zinakuwa zinafanyiwa usaili kutoka kwa wataalamu waliobobea kutoka katika vyuo vya umma na vyuo vya binafsi, lakini pia huwa tunawapa masuala ya kuzingatia wakati wa kutunga haya maswali pamoja na kuhakiki haya maswali, kwa sababu wanapokuwa tunawaita tu kwamba wanakuja kutusaidia kufanya kazi maalum au kuandaa nyenzo mbalimbali za usaili. Kwa hiyo wanakuwa hawajui exactly wameitwa kuja kufanya nini. Kwa hiyo hawa wataalamu ambao huwa wanatunga maswali ya usaili huwa kitu cha kwanza tunawapa mafunzo ya kutunza siri na uadilifu katika utumishi wa umma, lakini baada ya kupata mafunzo hayo wanakula kiapo cha kutunza siri na uadilifu. Kwa hiyo tunaamini wanazingatia yale yote ambayo yanapaswa kufanywa kwa watu ambao wanafanya kazi zenye unyeti kama hizo za maswali ya usaili kwa kutunza siri. Lakini pia wanakuwa hawafahamu maswali watakayoyatunga yatatumika lini na wapi na kwa kada zipi. Wao tunawaomba tu utaalamu wao kwa maeneo tofauti tofauti kama ni uchumi au human resource na kadhalika na kadhalika. Katika hoja hiyo ya maswali ya usaili kumekuwa na baadhi ya watu wakiibua hoja zao kwamba tuliomaliza elimu yetu ya vyuo zamani sana, labda 2012 tunakwenda kushindanishwa na aliyemaliza 2025 24. Wanaenda mbali zaidi, wanasema sisi tutakuwa tumesahau, hawa watakuwa wanakumbuka zaidi. Hili hasa katika usaili huwa linakuwa linazingatiwaje? Sasa labda nieleze kidogo kwamba usaili katika utumishi wa umma unafanyika kwa njia ya ushindani, na hii ni kwa mujibu wa sera ya management na ajira, lakini pia kanuni za uendeshaji wa shughuli za Sekretarieti ya Ajira, kanuni ya 12, kanuni ndogo ya kwanza inaainisha kwamba usaili utafanyika kwa aina tatu. Kuna usaili wa kuandika, na usaili huu unafanyika kwa lengo la kuchuja waombaji wote wenye sifa ili kupata waombaji wachache kwa nafasi zilizopo. Lakini pia kuna usaili wa mahojiano ambao unafanyika kwa lengo la kupima na kujiridhisha kama muombaji kazi ana sifa na vigezo stahili. Na tuna usaili wa vitendo ambao tunapima kama muombaji kazi ana uwezo wa kutumia nyenzo mahususi za kazi aliyoiomba, mfano madereva, watu wa tehama na hawa waandishi waendesha ofisi au personal secretary. Kwa hiyo usaili lazima ufanyike kwa kushindanisha bila kujali mtu amemaliza lini au amesoma wapi, ukizingatia tu kwamba ameomba kazi na kazi imetolewa majukumu yake na qualification. Kwa hiyo yeye kama ameomba, hata kama amemaliza nyuma miaka ya nyuma, lazima tumshindanishe katika usaili wa kuandika au umezoeleka kama usaili wa mchujo. Na lengo la kufanya usaili huu kama nilivyosema, unachuja ili kupata watu wachache kulingana na nafasi zilizopo, lakini pia lengo la usaili huu ni kupima uelewa wa mtu katika maeneo fulani fulani au nyanja fulani fulani katika jamii. Kwa hiyo haijalishi umemaliza muda gani au umemaliza mwaka gani, mradi tu tunawashindanisha wote walioomba kazi ambayo inafanana na wana sifa na vigezo vya elimu vinavyolingana. Tukitazama katika hilo swala la usaili wa mchujo, baada ya matokeo sasa pale yametoka, selected, mwingine not selected,
Sasa ukishatoka matokeo pale, mtu ana 92 ama ana 80, anasema nimepata 80 lakini not selected. Kuna kada nyingine mtu ana 50 yuko selected. Tupe ufafanuzi kuhusiana na jambo hili. Aha. Asante. Kama nilivyosema awali, lengo la usaili wa mchujo au usaili wa kuandika ni kuchuja au kupunguza idadi ya waombaji wenye sifa walio wengi ili kupata idadi chache inayolingana na nafasi zilizopo. Kwa sababu mathalan unaweza ukatangaza nafasi chache kama 5 lakini wakaomba waombaji wenye sifa 200. Wote wana sifa zinazostahili na wanastahili kuitwa. Kwa hiyo huwezi ukamchukua huyu umwache huyu. Utawachukua wote ili upate uwiano unaoendana, kwa sababu katika kufanya usaili wa mahojiano unaendana na uwiano wa nafasi zilizopo. Kwa maana kwamba nafasi moja mathalan inashindaniwa na watu 3. Kwa hiyo ili uweze kupata nafasi 5 ishindaniwe na watu 3 mara 5, watu 15, inabidi wafanyie usaili wa kuandika au wa mchujo ili wachuje upate idadi inayolingana na zile nafasi zilizopo. Kwa hiyo cut off point ya zile alama watakazokuwa wamepata watu zitaenda mpaka pale inapotokea nafasi zinazohitajika imepatikana. Inaweza ikatokea kwamba wamefungana. Kwa hiyo kama wamefungana na tumefika katika cut off point, wale waliofungana wote inabidi tu wachukue. Lakini lengo la kukata alama kubwa za usaili alizopata mtu unatokana na kwamba nafasi zilizopo zinakuwa ziko chache, lakini waombaji wenye sifa wanakuwa wengi. Kwa hiyo ili kupata idadi inayowiana ya usaili wa mahojiano iendane na nafasi zilizopo na watu utakaowahoji, lazima uwapunguze kwa njia ya usaili wa mchujo. Sawa, asante sana mtazamaji, tunaendelea na mazungumzo yetu hapa, na bila shaka mpaka hapa tulipofika kuna vitu vingi sana vya msingi umeweza kuvifahamu. Bado tutaendelea kufahamu mengine. Kumbuka tu tuko na Bi Dorothy Ndabi ambaye ni katibu msaidizi idara ya udhibiti wa ubora sehemu ya uhakiki, ambako hapa tunapata vitu vingi zaidi. Sasa tukiendelea mbele, tuna changamoto ya baadhi ya watu ambao wamepoteza vyeti vyao vya kitaaluma, wengine vimeungua. Sasa hawa mara nyingi nao wamekuwa wakiwa na maswali kwamba tunafanyaje hasa mara baada ya kupata hiyo changamoto. Kwanza kabisa wakati wa usaili, katika ile tangazo la kuitwa kwenye usaili kuna vipengele ambavyo huwa vinatolewa ambavyo kila msailiwa aliitwa kwenye usaili anapaswa kuvizingatia. Mojawapo ya kipengele ambacho anapaswa kukizingatia ni kufika katika usaili na vyeti vyake halisi au original certificate vya taaluma, vya shule, vya kuzaliwa, kutegemeana na aina ya kazi aliyoiomba. Lakini pia kanuni za uendeshaji wa shughuli za Sekretarieti ya Ajira, kanuni ya 11, kanuni ndogo ya kwanza, inaainisha kwamba kila msailiwa aliyeitwa kwenye usaili anapaswa kufika na vyeti vyake vya usaili ili aweze kuruhusiwa kuendelea na kufanya usaili. Kwa hiyo inapotokea mtu amepotelewa na vyeti, katika idara hii ya udhibiti wa ubora sehemu ya uhakiki, sisi tuna kanzidata za kuhifadhi waliopoteza vyeti, hususan vyeti hivi vya kidato cha 4 na kidato cha 6. Kwa hiyo mathalan ikitokea mtu amepotelewa na cheti chake cha form 4 au form 6, anachotakiwa kufanya ni kwenda kuanza na kutoa taarifa polisi ili apate ile ripoti ya kupotelewa na cheti au loss report. Akimaliza pale anaenda Baraza la Mitihani la Tanzania NECTA. Kule wana utaratibu wao ambao watampa. Mojawapo ya utaratibu ni kulipia, lakini pia atatakiwa akatangaze kwenye gazeti la serikali kwa muda usiozidi siku 14. Baada ya hapo atawajulisha NECTA anataka cheti chake kiende katika taasisi ipi. Lakini majority ya waliopotelewa na vyeti ni hawa waombaji kazi ambao wanaomba kazi kupitia Sekretarieti ya Ajira.
Kwa hiyo atatoa taarifa kwamba anataka taarifa zake za kupotelewa na vyeti zije Sekretarieti ya Ajira. Kwa hiyo NECTA wakishamaliza taratibu zile, wanatuletea taarifa za yule mtu kwamba mtu fulani aliyesoma shule fulani kidato cha 4 au kidato cha 6 amepotelewa na cheti. Kwa hiyo wakati tukiwa tunaandaa kupata duplicate ya cheti kingine, basi tupokee taarifa ya upotevu wa cheti. Kwa hiyo sisi yule mtu tunamhifadhi katika kanzidata ya waliopotelewa na vyeti. Siku ya usaili akifika, akasema kwamba mimi nimepotelewa na cheti na nimeshapeleka taarifa zangu NECTA, sisi tunaingia katika kanzidata yetu ya waliopotelewa na vyeti. Tukishaingia akatupa jina lake na ni jina lake. Tukiangalia tukakuta kweli jina lake lipo, NECTA alishaleta taarifa zake, basi anaendelea na usaili. Hawa ni waliopoteza. Katika huu mchakato mnakutana na ambao wanaghushi vyeti, na huwa mnawachukulia hatua gani? Kwenye swala la kughushi vyeti, moja ya jukumu pia katika sehemu ya uhakiki ni kufanya uhakiki ili kupata kama nilivyosema uhalisia au authenticity ya kile cheti, kama ni genuine, yani ni halali. Kwa hiyo wakishafanya usaili, wale wote ambao wamefaulu mpaka hatua ya usaili wa mahojiano, vyeti vyao tunavipeleka kufanyiwa uhakiki. Tunapeleka NECTA. Kuna baadhi ya kada za majeshi usu wa taasisi kama TANAPA au Ngorongoro, TAWA na TFS, wao huwa wana kigezo cha umri. Kwa hiyo wale waombaji kazi waliofaulu usaili wa mahojiano katika haya majeshi, huwa tunapeleka vyeti vyao vya kuzaliwa RITA kuthibitisha au kuvifanyia uhakiki kama ni halisia na vinastahili. Kwa hiyo huwa tunavipeleka kuvihakiki Baraza la Mitihani na kwenye taasisi nyingine kama NACTIVATE na kwenye vyuo, ili kuhakikisha kwamba ni halisia na vinastahili kuendelea na mchakato kwa mtu husika. Swali lingine hapa kwako, kuna watu ambao wanasoma nje ya taifa letu hili la Tanzania, vyuo mbalimbali huko katika mataifa mengine, hawa nao wanapaswa kuwa na hatua gani za kufuata pale ambako wanakuwa wamehitimu masomo yao? Kwa waombaji kazi au hata wale wanaoitwa kwenye usaili ambao wamesoma vyuo au shule nje ya Tanzania, kuna utaratibu wa kuweza kuhakikisha kwamba au na sisi kujiridhisha kama ni kweli ana tuzo hiyo aliyoipata inastahili, labda kama ni bachelor ya kwanza, ni shahada ya kwanza, au kama amesoma form 4 au form 6. Kwa hiyo kuna mamlaka mbalimbali ambazo huwa zinathibitisha kwa wale waliosoma nje ya nchi. Kwa wale ambao wamesoma nje ya nchi kwa level ya shahada ya kwanza, wanatakiwa wakathibitishe au wakahakiki vile vyeti vyao katika mamlaka ya Tume ya Vyuo Vikuu Tanzania TCU. Kwa wale waliosoma vyuo vya kati nje ya nchi, wao wanatakiwa wakathibitishe au wakahakiki vyeti vyao katika mamlaka ya NACTIVATE. Na kwa wale waliosoma shule za sekondari form 4 au form 6, wao wanatakiwa wakahakiki au wakathibitishe usomaji wao wa hizo shule katika mamlaka ya Baraza la Mitihani la Tanzania NECTA. Sawa, asante sana kwa majibu hayo. Lakini swali lingine ambalo ni la msingi sana, kumekuwa na maboresho makubwa sana ya mifumo hii ya teknolojia ya habari na mawasiliano kwa maana ya TEHAMA. Idara ya udhibiti wa ubora ya miaka kadhaa iliyopita bila shaka si sawa na inavyofanya kazi mwaka huu. Tueleze basi kwa namna gani hasa TEHAMA imerahisisha utendaji kazi wa idara hii ya udhibiti wa ubora? Kwa kweli asante sana kwa swali zuri, na niseme tu kwamba maboresho ya TEHAMA na mfumo wetu wa ajira poto, tunaweza kusema kwa Kiingereza wanasema it's a game changer. Yaani yametufanya tutoke hatua moja ya nyuma sana twende juu sana, kwa sababu
huko nyuma wakati wa usaili, hasa usaili wa kuandika, tulikuwa tunapata malalamiko mengi sana ya kwamba mtu anaweza kawa anasema ameonewa, hajaridhika na maksi alizopata na vitu kama hivyo. Lakini toka tumeboresha na tumeingiza kufanya kazi kwa kutumia tehama, usaili wetu wa kuandika siku hizi wanafanya kwa njia ya mtandao. Tunaita online attitude testing system, OATS. Utaratibu huu ni kwamba mfumo ndio unafanya kila kitu. Mfumo ndio unachagua maswali ambayo itawauliza watu. Mfumo ndio unasahihisha yale maswali. Ukishamaliza kusahihisha unahakiki, afu unaweka alama na kutoa alama kuanzia alama ya juu mpaka alama ya mwisho. Hakuna njia yote ya mwanadamu, yani hakuna any human intervention ambayo inaingilia hapo kusema kwamba naweza nikampendelea au kibinadamu tu nikakosea, kwa sababu kila kitu kinafanywa na mfumo. Kwa hiyo imetusaidia sana na imepunguza malalamiko kwa kiasi kikubwa sana. Swala jingine ni kuhusu integration ambayo tumeifanya na hizi mamlaka kama NIDA, RITA na NECTA, pia na NACTIVATE kwa sasa katika haya maboresho. Kwa hiyo hii imetusaidia kwa sababu kwanza kwa NECTA siku hizi mtu akishatuma maombi yake tayari, kwa kuwa tumeintegrate na NECTA, ni moja kwa moja tunajua kabisa kwamba huyu mtu alisoma shule fulani. Kwa hiyo imetupunguzia sisi hata kazi ya kutoa mafotokopi kupeleka NECTA kwa ajili ya kuhakiki. Lakini pia kuna swala la udanganyifu ambalo huwa wanalitumia waombaji fursa za ajira. Unaweza ukakuta mtu amesoma mpaka elimu ya diploma, lakini ameweka tu katika mfumo cheti cha certificate. Zimetoka kazi za certificate akawa anaomba. Of course mfumo utamkubalia. Lakini sasa hivi tulivyo integrate na NACTIVATE, akiomba mfumo hawezi kumkubalia, kwa sababu akishaingiza taarifa zake pale itasoma kwamba huyu mtu anaomba kazi ya certificate wakati yeye ana diploma au ana stashahada. Kwa hiyo pia hiyo imepunguza wimbi la udanganyifu kutoka kwa waombaji kazi ambao wanaomba kazi za chini kulingana na sifa walizonazo, kwa sababu katika usaili ni lazima uwashindanishe watu wenye sifa na vigezo vinavyolingana, ndio utakuwa umetenda haki kwa wote. Haya, asante sana kwa maelezo hayo. Sasa swali lingine, labda endapo mtabaini kuna mtu amefanya udanganyifu katika taarifa zake pale, ni hatua gani hasa huwa zinachukuliwa? Asante sana kwa swali zuri, kwa sababu sasa hivi kwa kweli kumekuwa pia na wimbi la watu kufanya udanganyifu ili kupata ajira. Lakini kama ambavyo nimesema, sisi ni idara ya udhibiti wa ubora, ni lazima tudhibiti ubora, kuhakikisha wanaoingia kufanya kazi katika utumishi wa umma ni wale tu waliokidhi sifa na wenye vigezo stahiki. Sasa kikanuni, kanuni za uendeshaji, majukumu yetu mengi katika Sekretarieti ya Ajira tunazingatia hizi kanuni za uendeshaji wa shughuli za Sekretarieti ya Ajira za mwaka 2021 ambazo zilifanywa marekebisho mwaka 2022. Sasa kwa mujibu wa kanuni ya 37, kanuni ndogo ya kwanza, ni kosa kwa mwombaji fursa za ajira kufanya udanganyifu, na anaweza kufanya udanganyifu kwa njia tatu. Kwanza, anaweza akafanya udanganyifu wakati wa usaili, usaili wa mahojiano, usaili wa vitendo au usaili wa kuandika, aidha kwa kupiga picha, kutumia karatasi kuandika majibu ambayo anahisi anaweza akawa ameulizwa. Lakini pia kuna udanganyifu wa kuwasilisha taarifa ambazo ni za uongo. Mtu unajijua wewe umezaliwa mwaka 95, unaleta cheti cha kuzaliwa cha mwaka 2000 ili uweze kupata fursa ya kufanya kazi katika yale majeshi husu niliyokuambia kwamba wana vigezo vya umri kwa ajili ya ajira zao za wale rangers au maaskari wanyamapori. Kwa hiyo itakapobainika mtu amefanya udanganyifu,
aidha wakati wa usaili wa kuandika au wa vitendo, au ameleta taarifa za uongo, kuna adhabu ambazo zinachukuliwa. Tukipata taarifa ya uhakiki aidha kutoka RITA ya yule mtu aliyeleta cheti cha kuzaliwa labda amegushi, au kutoka NECTA kwamba cheti chake ni cha kugushi, huyu anazuiwa kufanya maombi katika ajira poto, anazuiliwa kufanya maombi ya kazi katika mfumo wa ajira poto, na hatuwezi kumfungulia mpaka pale itakapobainika yani mamlaka iliyotuambia kwamba huyu amefanya udanganyifu ithibitishe tena kwamba huyu amefanya taarifa zake ni sahihi. Lakini adhabu anayochukuliwa ni kwamba anafungiwa kufanya maombi ya kazi katika ajira poto, na yule ambaye amefanya udanganyifu wakati wa usaili ataondolewa kwenye chumba cha usaili na hatojumuisha tena katika ule usaili na ule mchakato. Sawa, mimi nakushukuru sana kiongozi. Bila shaka watazamaji wetu tutakuwa tunapata vitu vizuri zaidi. Mtazamaji, hapo ndio tunafika tamati ya mazungumzo yetu leo hii, na kama ambavyo nimekwambia hapo awali, tulikuwa na Dorothy Ndabi ambaye yeye ni katibu msaidizi idara ya udhibiti wa ubora, sehemu ya uhakiki, ofisi ya Rais, Sekretarieti ya ajira katika utumishi wa umma. Siache kufuatilia kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii, lakini kupitia Ajira TV, na hasa kuona matangazo ya kazi, kuitwa kwenye usaili na hata matangazo ya kuitwa kazini kupitia tovuti yetu ya www.ajira.go.tz. Mimi ni Nasri Kitwana, asante.